Miongoni kati ya mambo ambayo mimi na wewe hatuwezi kuyapinga ni kuwa kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika hii dunia ana udhaifu wake. Wapo baadhi ya wanadamu ambao hujaribu kuficha udhaifu wao ili usiweze kujidhihirisha katika macho ya watu wengine, lakini ukiwa mwanasaikolojia mzuri, zipo mbinu mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia na ukaweza kujua udhaifu wa mwanadamu yeyote ambaye unakutana naye kwenye maisha yako. Na ni vema kujua udhaifu wa kila mwanadamu ambaye ni muhimu kwenye maisha yako kabla ya kuingia naye kwenye mahusiano au kabla ya kumuajiri katika kazi yako, kwa sababu utakapoweza kujua udhaifu wake ndipo hapo utakapojua ni kwa namna gani ambavyo unatakiwa kuishi naye. Ndani ya video hii nitakwenda kukwambia mbinu mbalimbali za kisaikolojia ambazo unatakiwa kuzitumia ili uweze kujua udhaifu wa mtu yeyote ambaye unatamani kujua. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni mbinu mbalimbali za kisaikolojia ambazo ukizitumia leo utaweza kujua udhaifu wa mwanadamu yeyote ambaye unahitaji kumfahamu kiundani. Namba 1, muulize maswali yanayohusiana na vitu ambavyo amewahi kuvifanya lakini hakuweza kufanikiwa katika vitu hivyo. Katika vitu mbalimbali ambavyo wanadamu huvifanya maishani mwao, vipo baadhi ya vitu ambavyo binadamu huanzisha na kuvifanikisha, lakini vipo baadhi ya vitu ambavyo binadamu huanzisha lakini wakashindwa kuvifanikisha. Vitu hivyo mara nyingi huwa vinaishia njiani. Unapotaka kujua udhaifu wa mtu fulani, mkiwa katika maongezi, mdokezee kuhusu vitu mbalimbali ambavyo amewahi kuvifanya katika maisha yake, kisha acha akuelezee vitu ambavyo aliwahi kuvianzisha lakini akashindwa kuvifanikisha. Atakapokuelezea kuhusiana na vitu ambavyo aliwahi kuvifanikisha na vile ambavyo alishindwa kuvifanikisha, muulize katika vile ambavyo alishindwa kuvifanikisha, anadhani ni sababu gani ambazo zilipelekea akashindwa kuvifanikisha vitu hivyo, na ni hatua gani ambazo alizichukua baada ya kushindwa kuvifanikisha vitu hivyo. Katika maelezo yake utaweza kuijua nguvu yake, udhaifu wake, power limitation zake. Kwa sababu hiyo utaweza kujua unataka kumuajiri katika biashara yako mtu wa aina gani, ama unataka kudili na mtu wa aina gani, kwa sababu kupitia hatua ambazo alizichukua baada ya mambo yake kushindwa kufanikiwa, utaweza kuijua nguvu yake ya kweli, na kupitia sababu ambazo zilipelekea akashindwa kufanikisha vitu hivyo, pia utakwenda kujua uwezo wake katika kuendesha vitu. Namba 2, wakati unapoendelea kuzungumza na mtu, muulize maswali ambayo yanamuweka dilema, yani maswali ambayo yanamuweka njia panda. Kitendo cha kumuuliza mwanadamu maswali ambayo yanamuweka njia panda, utakwenda kuuelewa uwezo wake kiurahisi, lakini pia maswali hayo yatakusaidia kugundua udhaifu wa mwanadamu ambaye unataka kudili naye. Kwa mfano, ikiwa wewe ni mwajiri na mtu anatafuta kazi, unaweza ukamuuliza, ikiwa umepewa kazi na muda uliopewa kuitimiza kazi hiyo ni mfupi kuliko kawaida, je, unadhani ni kipi ambacho utakifanya? Tulia kimya kuyasikiliza majibu yake. Kupitia majibu yake utaweza kung'amua vitu mbalimbali kisaikolojia, kwani atakapokuwa na kujibu, ikiwa ni mwanadamu mwenye udhaifu mkubwa, hauwezi kujua majibu gani ambayo anaweza kukupa katika wakati huo. Mara nyingi majibu yake hayatokuwa na mpangilio unaotakiwa, lakini mwanadamu mwenye ufahamu, yani mwanadamu imara, lazima ataanza na vipaumbele. Majibu yake yataegemea katika vipaumbele vya ofisi, kwani wakati mwingine katika maisha yetu huwa kuna vitu ambavyo tunatakiwa kuvifanya lakini muda unakuwa mdogo. Kwa sababu ya uchache wa muda, tunatakiwa kuanza na vipaumbele ambavyo vitakuwa na manufaa katika maisha yetu pamoja na maisha ya ofisi. Namba 3, chunguza na uweze kujua ni vitu gani ambavyo vinagusa hisia zake kiurahisi kuliko vitu vingine. Udhaifu wa mwanadamu mara nyingi
huwa upo katika vitu ambavyo mwanadamu anavipenda kupita kiasi, ama vitu ambavyo mwanadamu anaviogopa kupita kiasi, ama vitu ambavyo mwanadamu anavichukia kupita kiasi. Vyote hivi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuzigusa hisia za mwanadamu. Mara nyingi mwanadamu kupitia maelezo yake unaweza ukabaini ni vitu gani ambavyo anavipenda, ni vitu gani ambavyo anaviogopa, na ni vitu gani ambavyo anavichukia. Kupitia maelezo yake pia utabaini huyu ni mwanadamu ambaye udhaifu wake upo katika engo ipi, kwa sababu atakuwa ameshakueleza ni vitu gani ambavyo vinaweza kuzigusa hisia zake kiurahisi. Namba 4. Muombe akuoneshe mfano wa kazi ambazo amewahi kuzifanya kabla haujakutana naye. Kupitia shughuli mbalimbali ambazo mwanadamu amewahi kuzifanya katika maisha yake, unaweza ukauona udhaifu. Kwani kupitia kazi kuna makosa mbalimbali ambayo huwa yanafanyika, ikiwa ni pamoja na mazuri ya mtu, lakini kwa sababu wewe unatamani kujua udhaifu wa mtu huyo, mueleze akuoneshe kazi mbalimbali ambazo amewahi kuzifanya katika maisha yake, kisha zichukue kazi hizo, zichunguze kwa makini sana. Kupitia uchunguzi yakinifu katika shughuli zake, unaweza ukabaini ni makosa yapi ambayo amewahi kuyafanya katika kazi zake za nyuma. Na endapo utabaini ni makosa ambayo yamekuwa yakijirudia katika kazi zake nyingi, ujue huo ndio udhaifu wake. Kama wewe ni mwajiri, ina maana utakuwa umeshajua ni kwa namna gani unavyoweza kudili na mtu huyo. Namba 5. Fanya ulinganifu wa maelezo ambayo anakupa kwa kumuuliza maswali. Mara nyingi unaweza kujua uimara ama udhaifu wa mwanadamu pale ambapo utamuuliza swali ambalo linatofautiana kidogo na mada ambayo mnaizungumza wakati huo, lakini lina uhusiano wa moja kwa moja na mada hiyo. Mara nyingi swali hilo utakapomuuliza, kama linahusiana na kitu ambacho alikuwa anakieleza yeye mwenyewe, majibu yake hayatatofautiana sana na maelezo yake ya mwanzo. Lakini ikiwa majibu yake yatakuwa na tofauti kubwa na kile ambacho alikuwa amekieleza katika muda mfupi uliopita, tafsiri yake ni kuwa huyo ana udhaifu mkubwa katika kitu ambacho anataka kukifanya. Ni vema ukaendelea kumchunguza zaidi. Namba 6. Tazama ulinganifu wa sauti na lugha yake ya mwili. Mara nyingi mwanadamu anapokuwa anazungumza, lugha yake ya mwili itaendana sawasawa na maneno ambayo anayazungumza katika kinywa chake. Lakini mwanadamu anapozungumza na wewe, ikiwa hawezi kukutanisha macho na wewe, au lugha yake ya mwili inakuwa mikono yake hawezi kuiachia wakati anazungumza, tafsiri yake ni kuwa unazungumza na mwanadamu asiyejiamini au mwanadamu mwenye aibu sana. Angalia kitu ambacho unahitaji kumshirikisha. Kama kinahitaji ujasiri, basi ni mwanadamu ambaye hawezi kufiti. Lakini kama ni kitu ambacho kinahitaji aina ya mtu ambaye hawezi kujiamini au mwenye aibu, basi unaweza kumshirikisha. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, tukutane katika video ijayo.